Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Hatuna muda mwingi na ningependa tutumie muda tulionao vizuri kulitafakari neno la Mungu. Haleluya. Amen. Najua tumeshaomba na nataka kuheshimu kila kiongozi, mwenyekiti wa Kasfeta Tayomi Saiv na uongozi wako wote na viongozi wa adoration praise team. Mungu awabariki sana kwa maono haya na kuona kwamba imefaa niwepo hapa kuhudumia watu wa Mungu. Nimesikia kuna mchungaji katikati yetu na natambua nafasi ya mchungaji. Ministers wote waliopo, Mungu awabariki sana. Mmewahitaji hawa wazee hivyo na washukuru sana watu wa Mungu. Amen. Niseme jambo moja alafu niruhusu uketi. Ninatambua sio bahati mbaya. Nilikuwa nimekaa pale na waangalia na watamania kweli. Yaani nyakati kama hizi hakuna kitu ambacho najutia, ila na watamania. Natamani mngejua, light mngejua hizi ni nyakati muhimu za kuchonga maisha yenu. Labda mngefanya zaidi. Light mngejua. Sasa simesikia kuna huyu mzee amemaliza 2019. Mimi nimemaliza degree yangu ya kwanza 2011. Nakumbuka nikiwa kwenye nafasi mlizopo nyie, kwenye umri ulioko nyie. Of course ukiniangalia unaweza kusema jamaa mwenzetu tu. Mimi naenda miaka 40 sasa. Nyakati kama zen, mimi nikiwa chuo sikuwa mhubiri mkubwa, mimi nilikuwa kaka anayebeba speaker. Literally hizi speaker ndio yule kaka wa mitambo. Na sijajuta. Yesu hajayaacha maisha yangu. Hajawahi kuniacha. Ninakumbuka mikesha ambayo tulilia, tulimwaga jasho, tulimwaga machozi, tulimwaga makamasi. Yaani masaa mengi kwenye sakafu na mlilia Bwana. Huyu Mungu, wapendo wangu, sisemi literally. Nasema nikimaanisha, huyu Mungu hajawahi kuniacha. Hajawahi kuniacha. So nataka kumwambia mtu mmoja, maanisha. Nyakati zinakuja utahitaji ruhusa ya mume wako, ruhusa ya mke wako kuwa kwenye mkesha mmoja. Leo uko mwenyewe. I say use it to the fullest. Hakikisha ni leo unajazwa katika jina la Yesu. Amen. Alafu unaweza ukaketi katika uwepo mzuri wa Bwana. Naitwa James, ni mchungaji, nimeoa mke mmoja. Na Mungu ametubariki na unajua naenda hivi kwa sababu nazingatia muda. Mungu ametubariki na uzao wa watoto 5 kibiolojia na wengine wengi kiroho. Haleluya. Amen. Sasa niende kwenye biashara ya maana sana iliyonileta hapa. Injili ya Yohana sura ya 7 na mstari wa 37. Injili ya Yohana sura ya 7 na mstari wa 37. Mimi ni Mpentekoste ambaye wanaongea kidogo mpaka pale itakapotakiwa kuchangamka. Kwa hiyo utachukuliana na mimi vivyo hivyo. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema. Kuna watu wana Biblia zao? Kuna watu wana Biblia zao? Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa
hajaja. Kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Bwana Yesu na asifiwe. Sasa kitu nitafanya, sijawahi kupata nafasi kuzungumza kwenye matukio ya Fill Me Up. Kwa kitu nitafanya, nitachukua hilo andiko, ni kama nitakuwa nakoleza wino kwenye vision ya kujazwa. Na kutokea kwenye hili andiko la Injili ya Yohana nitafundisha, labda nitahubiri kule baadaye kidogo, lakini nitafundisha kutusaidia, to help us kupata ufahamu, to comprehend kile ambacho Mungu anasema na sisi. Twende kwenye strings, si ndio? Tuwe na strings afu zishuke kidogo, twende vizuri, lakini ubakie hapo hapo, mjoli wa Bwana. Context ya sura ya 7 ya Injili ya Yohana, ukisoma kuanzia mstari wa 1, kwa sababu ndio utaipatia hapo context ili uweze kuappreciate mstari wa 37. Bwana Yesu, kuna mzozo unatokea katikati ya ndugu zake, wanamwambia okay, wewe unafanya sana miujiza, then kama unaiamini ni miujiza, jionyeshe kwa watu. Nenda kama sokoni hivi, nenda kwenye mkusanyiko wa watu, onyesha basi kama hii kitu kinatoka kwa Mungu. Na wakati wanamwambia hivyo, kulikuwa kuna sikukuu kubwa inakuja, inaitwa sikukuu ya vibanda, tabernacle event, sikukuu ya vibanda. Sasa sikukuu ya vibanda, amazingly mimi nimeona season 8, sikukuu ya vibanda ilikuwa inafanyika kwa siku 8. Ilikuwa inafanyika kwa siku 8. Na nimesema nimekuja siku kwa bahati mbaya, kwa sababu season 8 inabidi nifundishe vizuri hapa. Ilikuwa inafanyika kwa siku 8. Na ilivyokuwa inafanyika, walikuwa wanakusanyika, wanatoka maeneo mbalimbali. Nikitumia lugha ya Kitanzania, wanatoka mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali, maeneo mbalimbali, wanakusanyika Yerusalemu, ambapo ndiko kuna hekalu. Hekalu lilikuwa ni moja tu, wanakusanyika Yerusalemu. Sasa essence, sababu ya sikukuu ya vibanda, pamoja na mambo mengine, lakini jambo kubwa ilikuwa ni kukumbuka kwa jinsi gani Mungu aliwanywesha maji wana wa Israeli walipokuwa jangwani, alipoprovide maji kwa ajili yao walipokuwa jangwani. Wakati hakuna kabisa maji, wakamlilia Mungu, akawapatia maji kutoka mwambani. Ndio kwa essence ya hiyo sikukuu. Sasa wameingia nchi ya ahadi, kuna maji kila sehemu, na unajua Mungu akikutoa mahali huwa kuna nyakati unafika unasahau. Kwa Mungu akaweka sikukuu kama reminders za wapi alipowatoa. Sasa sikukuu ilikuwa inafanyikaje? Wewe nifuate vizuri, naongea taratibu namna hii kwa sababu nataka nijenge msingi. Sikukuu ilikuwa inafanyikaje? Wakifika kwenye hekalu, siku ya kwanza kuhani mkuu anaenda. Mshawahi kusikia Siloamu? Mshawahi kusikia kitu cha namna hiyo? Mshawahi kusikia? Ongea na mimi, mshawahi kusikia? Kwa Kiswahili inaitwaje? Pool. Kwa Kiswahili inaitwaje? Pool of Siloam. Kiswahili hilo neno pool, bwawa. Mimi nilitaka kusema bwawa nikaogopa mtanicheka. Kumbe ni hivyo hivyo. Ni bwawa la Siloam. Neno la kibiblia anasema birika. Sawa? Kama swimming pool fulani. Kwa hiyo kuhani mkuu ana cross kutoka hekaluni, anaenda kwenye pool, kwenye bwawa la Siloam, anachota maji. Akichota maji, anakuja kwenye madhabahu, anamwaga maji day 1. Hiyo inawakumbusha Mungu alitupa maji jangwani. Day 2 anaenda, anachota maji, anakuja, anamwaga madhabahuni. Inawakumbusha ya kwamba Mungu alitupa maji tukiwa jangwani. Day 3 anachota maji, anakuja, anamwaga madhabahuni. Inawakumbusha day 5, day 4, day 5, day 6, day 7 kuna kitu cha tofauti kidogo kinatokea. Day 7 Waisraeli wote wanaanza kumfuata
kuhani mkuu anapoenda kuchota maji, na anachota maji, wao wakiwa wanaimba, tunaziita Hallel, ziko kwenye sura ya 113 mpaka 114 Zaburi, zinaitwa haleluya, 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 haleluya. Zaburi 113 mpaka 118 zote zinaanza na haleluya. Kwa hiyo wanamfuata huko, wana chant, wanaimba hizo haleluya, haleluya, Bwana ndiye nguvu zangu, haleluya, nampenda Bwana asikiae something something. Ile siku ya 7 hachoti mara moja, anachota mara 7, anakuja anamwaga. Sasa ile mara ya 7 anabeba kile chombo, anakinyanyua juu. Akikinyanyua juu, wanaanza kuimba kwa nguvu, na mojawapo ya wimbo ambao wanaimba kwa nguvu, wanaimba maneno ya Isaya, kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Wanapoimba namna hiyo, anatakiwa anyanyue juu sana, yani kama stretch mikono yake, lengo ili atakapomimina yale maji kila mtu aone, kwa sababu ni watu wengi, wengine wataishia kusimuliwa tu, alimimina maji, hawajayaona. Na ilihesabiwa ya kwamba ni jambo la kihistoria kuyaona maji yanavyoyamimina kuhani mkuu, na ni mara moja kwa mwaka. Kwa unaweza ukamaliza hata miaka 5 hujawahi kuona. Kwa ilikuwa ni furaha, inahesabiwa ni furaha kuona akimwaga maji. Sasa baada ya kuelewa hiyo context, kwenye mstari wa 37 Biblia inasema hivi, nataka tukuangalia hapa. Mstari wa 37 Biblia inasema hivi, baada ya kuwa umeelewa context: hata siku ya mwisho, sawa? Siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Sasa commentaries nyingi zinasema ilikuwa ni siku ya 8, sio siku ya 7 tena. Siku ya 8. Siku ya 7 wamemaliza zile routine zao. Siku ya 8 ambayo ni siku ya kutawanyika, ambapo wametoka kujikumbusha kwamba Mungu aliwapa maji jangwani. Yesu anasimama anasema ni siku ya mwisho, na hii sikukuu ya vibanda ilikuwa ni sikukuu ya mwisho kwenye kalenda za Kiyahudi ya sikukuu zote. Kwa hiyo ni sikukuu ya mwisho ya sikukuu zote, na ni siku ya mwisho ya sikukuu ya mwisho ya sikukuu zote, if that makes sense. Sawa? Kwa Yesu anasimama anawaambia waliokuja kukumbushana ya kwamba Mungu aliwapa maji jangwani. Anakuja anawaambia, guys, you are thirsty. Nyie mna kiu bado. Yale maji mlipewa yalikuwa tu ni maji symbolically. Kuna maji mnayahitaji, kuna maji mnatakiwa myapate, na hayo maji hamjayapata yet. Yale mlioyapata jangwani ni mfano wa maji mnayoyahitaji. Kwa hiyo akasimama, na ninapenda haya maneno, mtaniwia radhi, mimi ni mwanatheolojia, kwa kama kila neno nataka nilifafanue. Biblia inasema akasimama, na hili neno strange hapo, kwa sababu kawaida ya rabi, mwalimu, alikuwa hafundishi akiwa amesimama, alikuwa anafundisha akiwa amekaa. Kwenye hekalu kuna kiti kinaitwa kiti cha Musa, ambacho alikuwa anakaa rabi afafanue sheria. Sasa Yesu hakuwa rabi wa hilo hekalu. Kulikuwa kuna kuhani mwingine ambaye ndio jukumu lake kufafanua. Sasa yeye ile siku ya mwisho ambao watu wanatawanyika, akasimama. Kusimama manake he's calling for attention. Anaita attention na kwamba hey, mmemalizana na kuhani, sasa niko hapa kuhani, nimekuja kuwapa mchongo mpya. Jamani, kuna maji nyie watu mnayahitaji. Hao ya kumwaga madhabahuni hayo hayatakata kiu zenu. Kuna maji nimekuja kuwaambia mnayahitaji. So aliona huu ujumbe hawezi kuusema akiwa amekaa, akasema akiwa amesimama. Na Biblia inaniambia hivi, akapaza sauti yake. Sawa? Akapaza sauti yake. Kwa hiyo hakusema kidogo, alipaza sauti yake.
alipaza sauti yake. Neno ambalo linatumika kwenye lugha ya Kiebrania ni krazo. Krazo ni kulia, ni kulia. Kama vile mtu, sijui kama nyie mmekulia kijijini. Najua wengi nyie mmezaliwa Aga Khan, mmezaliwa hospitali ya mkoa, mmezaliwa hospitali ya wilaya. Sasa sisi ambao tumekulia kijijini, kuna labda msiba umetokea au tukio limetokea hapo kijijini na kuna taarifa inatakiwa kutolewa. Kuna jamaa mmoja huwa ni mlevi, ndio anachaguliwa na mwenyekiti wa kijiji, kwa sababu inatakiwa uwe mlevi kidogo kutoa hiyo taarifa. Ndio anapita kijijini, imetokea hiki na hiki, inabidi awe amelewa ndio aongea hayo maneno. Anaanza kuongea kwa sauti, hiyo ndio kupaza, crying out. Kwa hiyo Yesu akusimama na kusema yeyote aonaye kiu aje. He cried out, akapaza, akalia kwa sauti. Alafu anasema nirudi kwenye Biblia hapa. Okay. Akisema mtu nani wamekuja kama kundi la taifa la Israeli, lakini Yesu hahitaji kundi lote, hahitaji taifa lote. Na usiku wa leo invitation ya Yesu, inawezekana tulikuja wote kwenye costa, inawezekana tumepeana na posters, inawezekana tumekuja tumeshikana hivi mkono wakati tunaingia pale mlangoni, lakini Yesu haaliki kikundi. Yesu atafuti kikundi. Yesu atafuti jumuiya. Yesu atafuti kusanyiko. Yesu anatafuta mtu. Usiku huu anatafutwa mtu mmoja. Kwa hiyo acha kutafuta ruhusa ya jirani yako kuona kiu. Akiona kiu na yeye aone yake, kwa sababu na yeye ni mtu. Na mimi nikiona kiu ni yangu, kwa sababu mimi ni mtu. Kiu yangu inaweza kanipelekea kupiga magoti. Usijali sana, haikuhusu, ni yangu, ni mimi ni mtu. Kiu yangu inaweza ikanipelekea kulia. Mimi ni mtu, mimi sio watu. Kwa hiyo kiu yetu haina ushirikiano, ni kiu ya mtu mmoja. Yesu akasema mtu. Kuna mtu mahali hapa najua. Kwa hiyo Yesu amekuja leo kama wakati huo, amekuja kutafuta mtu mmoja, na atafuti watu wengi sana. Kwa hiyo sihitaji ruhusa ya mtu yeyote juu ya kiu yangu, kwa sababu ni kiu binafsi. Haleluya. Anasema mtu akifanya nini? Mtu akiona kiu, anasema afanye nini? Aje kwangu anywe. Aje kwangu anywe. Wow, I love this. Anasema mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Kumbuka hii ni sikukuu. Yaani wao walielewa zaidi kuliko sisi. Wametokea jana yake tu walikuwa wanakumbushana Mungu alivyowapa maji jangwani, kwa walikuwa wanayamwaga pale. Kutokea Pool of Siloam wanayamwaga pale. Kutokea Pool of Siloam wanayamwaga pale. Of course kuna mambo ya kinabii nimeacha kidogo. Kuna mambo ya kinabii kwamba maji yatatokea madhabahuni na yataenea ulimwenguni kote. Ndio kuna unabii ulitolewa namna hiyo kwenye Zekaria. Lakini wasitaenda ndani ya hayo sana. Kwa hiyo wamekuja kukumbushana, na hayo maji, hiki kizazi kilichopo hapa hakijawahi kuyanywa. Walikunywa babu zao na babu zao, wao hawajawahi kuyanywa. Kwa Yesu ni kama anasema, hey, mimi ndio hayo maji. Mnatakiwa kuja kunywa kwangu, mimi ndio hayo maji. Twende mstari wa 38 nikuonyeshe kitu. Labda naweza nikahubiri, naona muda wangu unaniruhusu kufanya hivyo. Anasema hivi, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Sasa ngoja nisome vyote kwa pamoja ili nisije nikawa najitangulia mwenyewe. Mstari wa 39. Mstari wa 39. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja. Sio alikuwa hafanyi kazi, alikuwa hajaja.
kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Tutaishia hapo. Then I will teach and preach. Ninaomba watu wawili naweza kuwatumia kama mfano. Mtu mmoja naweza kumtumia kama mfano. Si haraka, sio nyie hapa mbele. Sio nyie naomba mrudi. Safi. Karibu njoo hapa mbele. Tusaidiane kuhubiri. Si unapenda kuhubiri? Tutasaidiana. Sasa nitakuwa nakupa mic naona piga kidogo, sawa? Sasa nifuate vizuri. Roho Mtakatifu kwenye Agano la Kale alikuwa anakuja duniani kwa ajili ya kazi maalum. Kila mara utaona roho wa Mungu akamshukia fulani kwa nguvu. Roho wa Mungu akaja juu yake. Lakini Roho wa Mungu kwenye Agano la Kale alikuwa haji ndani yao. Alikuwa anakuja juu yao. Na Roho Mtakatifu alipokuwa akija juu ni kwa ajili ya kuaccomplish mission. Akija juu ni kwa ajili ya kukamilisha jukumu tu. Roho Mtakatifu nisaidie nisiende huko. Mnajisikia kushawishika sana kwanza ufafanuzi mwingine na muda wangu ni limited. Roho Mtakatifu alikuwa anakuja juu ya mtu. Okay, Roho Mtakatifu anaweza akawa juu ya mtu, anaweza akawa pamoja na mtu. Kwa mfano Roho Mtakatifu yuko ulimwenguni kwa ajili ya kushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi na hukumu. Sawa, tunafahamu hivyo. Alafu Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu juu ya mtu, pamoja na mtu, ndani ya mtu. Sasa kwenye Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa anakuja juu ya mtu. Akimaliza kama Samson, Roho Mtakatifu alipomshukia juu yake, akapiga watu. Alipopiga watu Roho Mtakatifu akarudi mbinguni. Alafu Samson anakuwa mwananchi wa kawaida kabisa. Mpaka pale Roho Mtakatifu atakapokuja juu yake. Sasa anaposema Roho alikuwa hajaja, haimaanishi alikuwa haji juu ya Samson. Haimaanishi alikuwa haji juu ya watu. Haimaanishi Roho Mtakatifu alikuwa hatendi kazi. Anachokisema in this context ni kwamba Roho Mtakatifu hajahama kutoka mbinguni na kuhamia duniani. Kwa sababu kwenye siku kuu moja inaitwa Pentecost, siku ya 50, Roho Mtakatifu rasmi kwa fujo nyingi sana. Na napenda Roho Mtakatifu, sio wa Pentecost wana fujo, ni Roho Mtakatifu ndio ana fujo. Kwa sababu siku anakuja, Roho Mtakatifu hakuja kimya kimya. Yeye ndio alileta upepo, yeye ndio alileta uvumi, yeye ndio alileta ndimi. Wababa wa watu walikuwa ndani wametulia wanasali. Wanasali kistaarabu kabisa. Yeye ndio akaleta upepo. Yeye ndio akaja namna hiyo. Kwa hiyo anayependa vurugu ni Roho Mtakatifu. Kwa kama ufurahi sana, kamlaumu aliyetuletea vurugu, ni Roho Mtakatifu. Kwa siku anahamia, alihamia kwa mikwara mingi sana, kwamba ninahamisha makao, ninahamia duniani. Ndicho kinachosemwa. Alikuwa hajaja bado. Na kwa kuwa Roho Mtakatifu alikuwa hajaja bado, nitatumia mfano wa hela. Si hela unapenda kutumia. Nimesema unapenda kutumia, sio unapenda hela. Sababu kupenda fedha ni shina la mbaya. Sasa huyu ndugu tuassume sasa hivi hana hela. Unazo? Tuassume hana hela. Sawa? Sasa ngoja tumpe hapa hela. Nimempatia hela. Sawa? Ni kama Roho Mtakatifu huku ndio mbinguni amekuja akampa uwezesho. Sawa? Huyu ndugu kutokea kwenye hela alizopata kwangu anaweza akasema yeyote aliye na kiu aje anywe. Mnaweza mkaja wangapi? Mnaweza mkaja wangapi kwa hela moja ambayo ameipata kutoka hapo? Anaweza akaja mtu mmoja tu, si ndio? Alafu nikampa tena nyingine. Anaweza akaja mtu mmoja kwa wakati mmoja. Chill, relax. Tutaendelea kuhubiri. Hiyo itatupotezea muda. Sawa. Anaweza akaja mtu mmoja kwa wakati mmoja. Relax. Chill. Anaweza akaja mtu mmoja kwa wakati mmoja. Tunasikizana vizuri. Achana na haya mambo. Nisikize mimi. Lakini ukigundua na unaona kuna hela huko ndani. Ukigundua kwamba nimempa wallet yote, yani wallet imehama kutoka mbinguni imeenda ndani yake. Anasema hivi, mstari wa 38. Twende mstari wa 38.
Chap chap. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai, hela zitatoka ndani yake. Sawa? Hapa akitaka kukupa inabidi aombe kwangu. Naomba 10 basi niwagawie. Nampa 10. Mtu mmoja aje achukue sasa, amgawie. Endelea mtumishi. Tunaona hiyo demonstration. Huyu ndugu anategemea kwangu ili aweze kutoa. Sasa si watu wengi sana anaweza akawapatia, kwa sababu atakuja mtu mmoja kulingana na alivyopewa. Sawa? Lakini kwa mfano, kwa kukisia, ni shinga kama laki. Na hizi zingine umeziona ni nini? Dola. Jamaa wangu, umeona dola. Sawa. Sasa ukishajua jamaa ameshika mzigo, una dola za Kimarekani na una hela za Kitanzania, akisema ya kwamba sasa mje mchukue, atakuja mtu mmoja. Si unaona hapa wote mmesita, amekuja mmoja. Hana hela huyu. Lakini Yesu anasema mtu aniaminie mimi, kutokea wapi? Ndani yake. Huyu ndugu ana wallet sasa. Kutokea ndani yake mito ya maji yaliyo hai itatoka. Sasa nisikilize, tumeitwa kujazwa na Roho Mtakatifu. Na hii kujazwa ninaitofautisha na kupokea Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu Kristo anasema mtu akiniamini mimi na Baba na Roho Mtakatifu tutakaa ndani yake. Kwa kila muamini ana Roho Mtakatifu. Kila mtu aliyemwamini Yesu ana Roho Mtakatifu ndani yake. Kwa hiyo muamini anajazwa na Roho Mtakatifu, sio kutokea nje yake. Muamini anajazwa na Roho Mtakatifu kutokea ndani, from within. Unajazwa kutokea ndani yako, sababu yuko ndani yako. Halafu kutokea ndani yako, anasema kutokea ndani yako. Of course najua kuna wimbo out of my belly. Sawa, hiyo belly hamaanishi kwenye tumbo, anamaanisha the innermost part. Anasema kutokea ndani yako wewe, tena sio Roho Mtakatifu anakuja na kuondoka, ila wewe ndio supplier wa Roho Mtakatifu na vipawa na viwekezo na vitu vya kiungu hapa duniani. Kwa hiyo watu kule nje na matatizo yaliyowazunguka na mahitaji walionayo na maswala yanayowahangaisha, msaada wao, mtanisamehe sana, msaada wao hautokei juu, msaada wao unatokea ndani yako. Na Mungu hata anapokuja kumwambia, Mungu anambia si msaada mnao hapo duniani, kuna mtu ni amembeba Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nisikilize, muamini ambaye amembeba Roho Mtakatifu, you are not an ordinary person. Wewe sio mtu mdogo, wewe sio mtu wa kawaida, wewe sio mtu wa bei ya chini. Wewe ni mtu ambaye umejaa Roho Mtakatifu ndani yako. Na Roho Mtakatifu, neno la Mungu nasema, ana hekima ya namna nyingi, ana hekima ya namna zote. Sio tu hekima kama ya Suleiman, hii ni zaidi ya hekima ya Suleiman ambayo iko ndani yako. So wewe ni center ya hekima. Vile viwekezo vya Roho Mtakatifu vyote viko ndani ya muamini. From within you, kutokea ndani yako mito ya maji itatoka. Na kuna unabii nimeuacha tu, na itaanza kutawanyika maeneo mbalimbali duniani. Kwa kama Mungu atataka kuisaidia dunia, ataisaidia kutokea ndani yako.
Kama kuna kitu Mungu anataka kufanya Tanzania, ni kuambia afanyii kutokea mbinguni, anafanyia kutokea kanisani. Ndio maana Mtume Paulo kwa uelewa huo anasema kwa sababu hiyo hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi kwa njia ya kanisa ijulikane. Kwa njia ya kanisa, sio kwa njia ya kitu kingine. Kwa hiyo hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi iko ndani ya kanisa tayari. Majawabu ya Mungu yaliyo ya namna nyingi yako ndani ya watu waliojaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ambaye amekujaza ndani yako, ambaye umeitwa ujazwe, ambaye umeitwa maji yajae ndani yako, ni kwa ajili ya kutolea majawabu mpendwa. Sio kwa ajili ya kunenea kwa lugha tu, sio kwa ajili ya kuponyea wagonjwa tu, kwa ajili ya kutolea majawabu ya kisayansi, kutolea majawabu ya kiafya, kutolea majawabu ya kiteknolojia, kutolea majawabu ya ndoa, kutolea majawabu ya ubunifu. Kutokea ndani yako vijito vya maji vinapaswa kutiririka kutokea ndani. Sema kutokea ndani yangu. Sema kutokea ndani yangu. Kwa kama kuna watu wanatafuta hekima, wanapaswa sio waende mbinguni, kwa sababu makao makuu yalihamishwa kutokea mbinguni. Guess where? Yakahamishiwa ndani yako. Kama jamaa atahitaji hela, hatataka kuja kuniomba mimi, hatahitaji tu kumwendea ujamaa, kwa sababu kutokea ndani yake kuna fedha inaachiliwa. Kuna mwenye hekima ananisikia, kuna mtakatifu ananisikia. Kwa hiyo hatujaja kwenye tukio la kuimba. Hatujaja kwenye tukio la kuimba. Na siku ile tukaimba ilikuwa season 8. No. Tumekuja kwenye kiwanda ambacho kinajaza nguvu ndani yetu, ambacho kinachochea nguvu ndani yetu, kinachochea nguvu ndani yetu. Tumekuja kwenye kiwanda ambacho kinachochea nguvu ndani yetu. Hallelujah. 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 Let me check my time. Good. Na kama dakika 10 hivi nizitumie vizuri. Nataka nifuate vizuri. Nimesema Roho Mtakatifu alikuwa anaishi mbinguni. Siku hizi Roho Mtakatifu anaishi ndani yako na anakujaza kutokea ndani yako. Kwa hiyo wewe usitarajie leo, na mara kadhaa nimekuwa nafundisha kuhusu ujazo wa Roho Mtakatifu. Wengi wanamtarajia atatokea mahali fulani, anatarajia ataguswa. Mpendwa, hautaguswa. Hautaguswa kutokea nje, kwa sababu yuko ndani yako. Kwa sababu yuko ndani yako. Kwa hiyo wewe ambacho unapaswa kufanya ni, wakati ndugu wanatuongoza adoration, wanatuongoza kuimbia Mungu, chukua yale maneno, tafakari yale maneno. Roho Mtakatifu yuko ndani yako, sio yuko nje yako, yuko ndani yako. Kwa hiyo usisubiri ya kwamba utakuja uwekewe mkono. No. Chochea tu kutokea kwenye hayo maneno, anza kukiri hayo maneno, anza kukiri hayo maneno. Zile nyimbo zinazokuja ni maneno ya imani, ni matamko ya imani, ni matamko ya uelewa, ni matamko ya ufahamu. Tumia hayo maneno kwanza kuchochea nguvu kutokea ndani yako ili ujae. Hatujai kutokea nje, tunajaa kutokea ndani. Waamini wote, we are filled from within. Halafu ukijaa, utajaa kwa kiwango ambacho utaanza kububujisha, utaanza kusambaza, utaanza kueneza kwa wengine. Niseme jambo la mwisho as I wind up. Jambo la mwisho ambalo nataka kukuonyesha ni kwamba anasema namna hii: aniaminie mimi, mstari wa 38, kama vile maandiko yalivyonena. Anasema mito, sio mto, sio mto wa maji. Anasema mito ya maji. Kwa hiyo muamini hana mto mmoja, hana channel moja. Anasema mito ya maji, sio itaingia ndani yake, itatoka ndani yake. Nisikilize, wewe ni kiwanda. Wewe ni kiwanda. Yani kuna vitu vya namna mbalimbali vinatokea ndani yako. Kwa kutokea ndani yako kuna mito, sio mto. Kuna mito, sio mto.
Nachotaka kusema ni hiki. Ukiangalia kwenye neno la Mungu, sina tu namna ya kurudi hapo. Ukiangalia kwenye neno la Mungu utaona ya kwamba kuna watu ambao walikuwa na hekima ya kubuni vitu. Kubuni, sio kuomba, kubuni. Sasa sisemi kuomba ni vibaya, kubuni. Kuna watu ambao walikuwa na mto wa biashara ndani yao. Ni mfanya biashara. Ayubu anaitwa mtumishi wa Mungu, mfanya biashara. Ukiangalia kuna mito mbalimbali, kuna sekta mbalimbali. Sasa Yesu anasema hizi sekta zote zinatokea ndani yako. Kwa jichukulie at that capacity. Jichukulie kwa huo uzito. Wewe sio mtu mdogo, wewe sio mtu wa kawaida. You are not ordinary, kwamba unahitaji kuwezeshwa. Unahitaji sijui kuwezeshwa na serikali au na kitu gani. Wewe unahitaji kuwezeshwa kwa sababu actually wewe ndio muwezeshaji wa wengine. Kwa mito inatokea ndani yako. Na hizi ni zama ambazo nimekuja kusema na this generation lazima ije mentality ya kwamba haiwezekani mimi na Roho Mtakatifu tukose jawabu ya hili swali. Haiwezekani mimi na Roho Mtakatifu tukae hapa tuendelee kulialia nikose solution ya familia. Haiwezekani mimi nimejaa Roho Mtakatifu nikose jawabu la hii biashara. Haiwezekani mimi na Roho Mtakatifu nikose hekima za namna ya kunasua hii familia hapa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako sio kwamba kuna mto mmoja. Ndio, ni kweli umesoma degree fulani. Kama hawajakupa kazi na hiyo degree, ndani yako kuna nini? Mito. Ndani yako kuna mito. Kwa hiyo inawezekana hakuna kazi ya hiyo degree. Chomoa mto mwingine halafu anza kuufanyia kazi. Ndiyo, inawezekana kwenye hiyo mechanic engineering, inawezekana kwenye degree fulani. Mimi nina bachelor's degree ya sociology. Inawezekana huko hawajanipa kazi, lakini mimi sina mto wa sociolojia, nina mito mingi. Kwa hiyo ukinifungia mlango mmoja, nitachomoa mto mwingine, nitafanyia kazi. Nisikilize, sisi sio watu wa kukaa na unaulizwa na waandishi wa habari, kwa nini umekaa? Kwa sababu hakuna ajira. No, wewe ndio chanzo cha ajira yenyewe. Wewe ndio chanzo cha milango yenyewe. Anasema niaminie mimi, kutokea ndani yake itatokea nini? Mito mingi. From within you kuna mito ambayo inapaswa kuenea duniani kote na kuanza kulisha watu. Ndani yako kuna hekima, wewe mtu wa Mungu. Watu wa Mungu wananisikia? Ndani yako kuna hekima wewe. Wewe sio mtu wa kuinama na kulalamika. Wewe sio mtu wa kulialia. Nachunga maneno yangu, lakini acha tu niseme, wewe sio mtu wa kutegemea huruma ya mwanasiasa. Wewe sio mtu wa kutegemea huruma za watu fulani wakae wayachonge mambo yakae vizuri. Kutokea ndani yako imetokea iko mito. Kutokea ndani yako iko mito. Kwa hiyo kwa ibada hii, tamanio langu kila muamini ambaye amekuja hapa ajue ya kwamba mimi sio ordinary. Mimi sio mtu wa kawaida. Roho Mtakatifu amehama kutoka mbinguni, siku hizi anakaa ndani yangu. That would make all the difference. Kwamba makao makuu ya Roho Mtakatifu ni ndani yako. Hakai tena mbinguni, anakaa ndani yako. Hiyo tu inafaa kuleta tofauti yote. Lakini vile vile nataka ujue, kila muamini ambaye amekuja hapa, ya kwamba kwa kuwa Roho Mtakatifu anatokea, anakaa ndani yangu, amekusudia chochote atakachoisaidia dunia, atasaidia kutokea ndani yangu. Atasaidia kutokea kwangu. Kwa nataka usijione ni mtu mdogo, mtu wa kawaida. Wengine inawezekana ni mwembamba kama mimi. Wengine inawezekana ni mfupi kama mimi. Wengine inawezekana hauna umbo wala uzuri hata tukutamani, nikitumia lugha ya Biblia. Lakini Roho Mtakatifu amechagua kukaa ndani yako, na mito ya maji inatokea ndani yako. Sio swala la tumekuja kuimba. Hatujaja kuimba. Hizi nyimbo tu ni expression ya imani zetu na uelewa wetu na matamanio yetu ya kujazwa. Tumekuja kutibua visima ndani yetu. Tumekuja kutibua mito ndani yetu. Tumekuja kutibua mito ndani yetu. Moja ya kitu ambacho kilinifanya, pamoja na mambo mengi, nitamani kuingia kwenye huduma ya kichungaji, ni kwamba haya mambo tunayasomaga kwenye Biblia, I want to see them. Nataka kuviona katika uhalisia.
Naona katika uhalisia hii hekima inayosemwa ya kwamba kwa hii hekima mashauri yatafanyika na serikali zitaongozwa na watawala wataongozwa, na hiyo hekima nataka kuiona ikipata expression. Na ndivyo ulivyo wewe, sio tu mtu fulani tu, kijana fulani tu, dogo fulani tu. Wewe ni makao makuu ya mbingu, na kutokea kwako majawabu yanaachiliwa kwenda duniani. Bwana Yesu na asifiwe. So sina mambo mengi, ndio nimemaliza. Lengo langu lilikuwa nitaka kukujengea uelewa. Kuna tofauti kati ya mtu anayeimba kwa akili, ni Biblia inasema hivyo, si ndio? Nitafanyeje basi? Nitaimba kwa akili na kuna kuimba kwa roho, na kila mmoja wapo ina faida yake. Kuimba kwa roho kunachochea nguvu, kuimba kwa akili kunachochea nguvu, lakini kunachochea nguvu ambayo baada ya hapo utaenda kutendea kazi. Na namna mojawapo ni yale maneno ambayo tutakuwa tunaimba wakati ndugu zetu wanatuongoza kuimba. Yale maneno hakikisha unayameditate, unayatafakari, unayaongea, unayarudia, unayatamka. Na kuna wengine hautahitaji uambie sasa nyoosha mikono. Wewe nyoosha mikono, kwa sababu kuna maneno atatamka. Hayo maneno unasema, mbona kama ndo nitakuwa hivi baada ya kumaliza chuo mbona ndo nitakuwa hivi mimi? Hayo ndio yanyanyulie mikono. Sasa kuna maneno utatakiwa uyatolee sadaka. Hivyo unaimba kwa akili. Unajua hii ngoma hii ni unabii wangu, hii unatia na sadaka pale. Unajua hii ngoma hii ni unabii wangu, unainama pale chini, unalala chini, unaanza kuyarudia hayo maneno. Wao wameenda wimbo mwingine, wanasema nyie nendeni nitawakuta. Mimi niacheni hapo kwenye haya maneno haya mlioyatamka. Haya mimi siondoki. Wao wako wimbo wa 4. Lengo sio tumefika 4. Wao wako 4. Wewe komana hii moja mpaka ikuletee matokeo. Unaimba kwa akili. Sema kutokea ndani yangu. Sema kutokea ndani yangu mito ya maji. Sema kutokea ndani yangu mito ya maji itatoka. Sema kutokea ndani yangu mito ya maji itatoka katika jina la Yesu. Amen. Amen. Na nataka mnazihitaji hizi? Hamzihitaji? Wewe hauzihitaji? Sawa, shukuru. Haleluya. Haleluya. Nataka usimame mahali ulipo. Nataka nikuonyeshe mfano tu mmoja, then na step down. Sharabagala tapasia. Zaburi 113, zile halel walizokuwa naimba wakati wanachota maji. Nitakuwa nasoma Zaburi, nataka uisikilize kwa akili. Alafu utaanza kugundua hizi Zaburi kuna maeneo unagundua zinakuzungumzia wewe na hali yako na mahali ulipo, na itaanza kutibua mito ndani yako. Haleluya. Enyi watumishi wa Bwana, sifuni. Lisifuni jina la Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele. Toka mawio ya jua hata machweo yake, jina la Bwana husifiwa. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote, na utukufu wake ni juu ya mbingu. Ni nani aliye mfano wa Bwana, Mungu wetu aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani? Humwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jaani. Amketishe pamoja na wakuu na watu wake. Huweka nyumbani mwa mwanamke